Ikhwani wa ahbabi fillah wa tamaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zinjibar TV, fahari ya Zanzibar, na kama ilivyo fahari kweli ya Zanzibar, na karibu tena katika muendelezo wa kipindi chetu cha Staajabika. Leo tumeitwa hapa na wakaazi wa Tomondo na maeneo yote kwa ujumla, halikadhalika eneo la hapa. Namna gani jinsi tulichoitiwa vipi, na kama ilivyo ada yetu Staajabika, tunakuwa hatufahamu sisi tumeitiwa kitu gani na tutastaajabu nini siku ya leo. Basi kwa niaba ya crew nzima ya Zinjibar TV tumefika hapa kuweza kushuhudia staajabu. Je, kitu gani ambacho tutakachostaajabu siku ya leo? Mimi ni Watamaman. Basi endelea kuwa pamoja nasi mtazamaji mpendwa kuweza kushuhudia sasa hiyo staajabu ya siku ya leo. Falyatafaddal mashkuran majura. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu naitwa Juma Ali Muhamedi, ni mkazi wa Zomaboga na ni mmoja katika wakazi ambao wamehamia kitambo kidogo hivi. Na nilichokiona katika eneo letu hili ni kadhia hii ya ziwa ambayo inatuathiri sana sisi wananchi wa Zomaboga hapa. Kabla hapa ya kujengwa barabara ile ya Fuoni kule na kuwekwa makalvati, ilikuwa maji hatuathiri kiasi kikubwa, lakini kwa sasa hivi tokea imefanywa matengenezo ile barabara, imekuwa maji sasa hivi yanatuathiri kweli kweli. Maji mvua ndogo tu maji huku yanashuka sana, mpaka ikafika ile mvua ya El Nino ambayo ilikuja ya vuli ile kubwa sana, ilituathiri kiasi kikubwa sana, ikapelekea mpaka Mheshimiwa Rais mwenyewe Sheikh Hussein Hassan Mwinyi kuja kutuangalia huku na kusema hapa lazima afanywe utaratibu unaofaa hawa watu. Kwa hiyo tungeliomba tu kwamba kwa vile mheshimiwa ameahidi, basi hili alitekeleze, na sisi tupo tunasubiri kulipokea, na muda umeshakuwa mrefu kwa kweli. Na kitu kingine ambacho kinatuathiri ni taka ambazo zinatoka kwa wenzetu huku juu Mombasa huku. Sisi wakazi wa Maboga tunapata tabu shida sana kuhusiana na taka hizi, na tunapata tabu, tunasafisha na kusafisha, tunaambia wasitupe, lakini kwa kweli hawasikii. Ni vijana sasa hivi wenye magari ya ng'ombe, kwa inakuwa ni kazi nzito kweli kweli. Kwa hiyo tunaomba serikali hili vile vile madiwani manani wanapita na kuzunguka kuangalia angalau hii hali ya mazingira kwa huku kwetu. Assalamu alaikum, kwa jina naitwa Rukia. Changamoto sie hii ya Maboga, hii maji inatuathiri sana. Hii Maboga inatuathiri, hatuna raha hapa. Maji yanajia nafika mbali, lakini hii kila siku akili hamna, kama walivyosema, hamna mwakilishi, hamna mbunge, hamna diwani. Siku ya shida ndo wanakuja. Vifo, watoto wanatoka, si watoto mpaka watu wazima, tumechoka vifo. Uko Maboga kuna vifo vikubwa. Mtu raha, hatuna raha. Kila mwaka watoto wanakufa. Tukaka mradi mwaka wa tripu ya 3 hii tunaambiwa si mradi. Mara tunajengwa nyumba, mara mtaro unajengwa, hatusikii, hatuone mtaro, mara barabara hatuoni, hatuoni chochote, si tumo tu. Mpaka mwisho wamekuja kutupiga picha kuhusu kutukua tathmini hizi nyumba hizi. Mara zinabomolewa, hatuoni hata kitu kimoja. Tumeambiwa mwezi wa 2 tutahamishwa mwaka juzi. Tukaja tena tripu ya 3. Hivyo mpaka hii juzi ndo walipokuja juzi. Nini picha zimo ndani, kila kitu zinapigwa picha. Tathmini wamekuja kuchukua. Wamesema baada ya miezi miwili, baada kabla Ramadhani jambo hili litafanyika. Naona kimya mpaka sasa hivi. Hatujui kama nyumba zitabomolewa, hatujui kama mtaro utafanywa. Sisi tupo tu. Hatuna biashara hata moja, na tathmini chungu nzima zikichukuliwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Omar Suleiman Hamadi, ni mkazi wa ziwa Maboga hapa. Ila tunastaajabu sana kulinganisha na hili ziwa. Tuna miaka takribani kadhaa ambayo hata kwa hisabu hatuwezi kuitambua kwa sasa. Kwa hiyo sisi tunateseka. Kipindi kikitokea kipindi cha mvua, basi tunakuwa amani hatuna. Raha yetu sisi kuwe kuna kiangazi, yani kipindi cha kaskazi tunaenjoy, lakini kukija mvua kama hivi tunajikuta kwamba hatuna amani kabisa majumbani mwetu. Kwa hiyo tunaomba viongozi watufanyie msaada kuhusiana na hili ziwa, inshallah watuondolee maji. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mimi naitwa Mafunda Hamisi Ali maarufu Mama Daulat. Sisi kadhia tulionayo hama kuhamia tumechoka. Hama
kuhamia tumechoka, kwa sababu watoto hawasomi. Watoto wa Maboga mvua ikinyesha hawendi chuoni, hawendi popote. Tuna wiki hapa watoto majumbani mwetu hawapo. Ukizubaa kushavunjiwa, unaibiwa, kwa sababu ukiwa hupo itabidi unaibiwa. Wezi wanakuja wanaiba vilivyomo ndani. Huna amani ya kuweka TV ukaangalia, huna amani ya kuweka chochote ukaangalia, kwa sababu nyumba zimejaa maji. Ikinyesha mvua, watu wote wana raha huko, mvua inyeshe, watu walale kwa vizuri, lakini sisi hatulali watu wa Maboga. Mvua ikipiga tu, basi kila mtu kashanyanyuka kitandani kukunja, kama una wagonjwa, kama una watoto wabovu, kama una wenye homa, nguo ala mradi unapachika juu, kwa makabati yote yameoza. Yani amani hatuna, kwa kweli hatuna amani. Na miaka 5 mpaka sasa hivi, au miaka 15 hiyo, kila rais anakuja akaandika akatafuta njia akaenda, anakuja akaandika akatafuta njia akaenda. Lakini huyu Mheshimiwa Hussein Mwinyi tukajua wakati ananyanyua huko barabara, majumba, anafadhili watu, yani watu wanakaa pazuri, anaweka pazuri, tukajua sie, tukaingia tamaa, tukajua na sie katika watu wa Maboga na sie tumo. Lakini toka siku tulokuja tukahojiwa, sijui mwataka pesa, sijui mwataka sijui kitu gani, mwataka kitu gani, kwa kweli tumechoka. Na hizi kamera hizi tunazikimbia saizi, hata kama tuna matatizo, lakini tunazikimbia, kwa sababu kila siku sura ndani ya TV, kila siku sura mazumuni tunampelekea sura zetu yeye, na kilio chetu ni yeye. Lakini tumechoka. Watoto wana wiki hawajenda skuli, hawajenda vioni, hawajenda popote. Tuna wazee wagonjwa tumewahamisha. Nimerudi mimi tu hapa, kama mimi leo hapa nimerudi kuja kuondoa hizi nguo zaidi kuzipachika. Kukiwa na wingu si amani hatuna. Yani jana kulifanya wingu, basi si amani hatuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kwanza ni jambo la kumshukuru Allah kwamba Allah amejalia kupatikana watu kama nyinyi kidogo, na sisi tukaweza kutoa ile hisia yetu na uchungu wetu na fikra yetu juu ya hii kadhia iliyokuwepo hapa. Kwa hiyo tunahisi au tunafikiria kwamba kutokana na uje wenu, basi inshallah biidhnillah Allah ataleta kila lenye kheri inshallah. Kwa hiyo tunachokizungumza sisi hapa ni kwamba hii hali nadhani ni kama inavyoonekana hapa. Nyumba zote sasa hivi hizi watu wameshahama. Kifupi upande huu wote watu wamehama kwa sababu ya maji. Maji yanatuathiri sana, yanatukera. Kwa hiyo tunachokizungumza sisi, serikali ituangalie, ituhurumie, na ione kwamba na sisi pia tunateseka na tunapata shida, kwa sababu yanapokuja maji ina maana sisi siku zote inakuwa sisi hatuna raha, hatuna furaha, hatuna utulivu. Kwa kweli mtu anaishi katika sehemu ambayo haina maji, basi yeye anakuwa hana fikira yoyote wala hana mawazo ya kwamba mimi ikinyesha mvua wapi nitakimbilia. Lakini leo kwa kila baada ya mwaka watu tunaondoka kwenye majumba, tunakimbilia kwenye majumba ya watu. Wale weshachoka sasa hivi wanaotupokea. Jina langu naitwa Shali Juma, ni mkaazi wa Tamonda wa Maboga. Nimehamia mwaka haipungiwi 23 toka kuhamia hapa. Miaka ya nyuma ilikuwa hamna matatizo ya kuingia maji. Maji yanakuwa kule tu bondeni, lakini sasa hivi haipungui miaka 13 au 14. Maji yanakuja yanaingia mpaka ndani. Hivi nyumba yangu mimi unavyoiona, maji humu yanakuja mpaka ndani na tunahama. Tunakaa hapa kama wiki mbili ndani, hatumo, vitu vyetu ndani vinaharibika. Kila kitu. Kwa kweli watu wa Maboga tunaathirika. Watoto wetu wanakufa kila mwaka wanazama. Na vile uchafu nini unaotoka kule bondeni wote unatujiasia huku, mapempasi nini, uchafu wa kila aina tunapata sia. Kwa maana hiyo tunaomba Dr. Mwinyi atusaidie, atuangalie kwa jicho la huruma. Si hapa tushachoka maji, taka, yani taka zinatoka hospitalini huko,
watu magari ya ng'ombe wanakuja kuletea taka, maji yakiingia majumbani na zile taka zinaingia kwenye majumba. Yaani mapempas yale yanaingia kwenye majumba yanatusababishia uchafu, maradhi ya vipindupindu hayo. Maji tushachoka, maji yanaingia majumbani yanaathiri sana jamani maji. Kwa jina naitwa Ali Ismail Muhammad, mkazi wa hapa wa Maboga. Nipo hapa tangu mwaka 1999. Sisi au mimi kwa niaba ya wananchi wa Ziwa Maboga. Hizo Ziwa Maboga imezungukwa na sheria 3. Sheria ya Mombasa, sheria ya Kisauni, sheria 4, sheria ya Kisauni, sheria ya Uzi na sheria ya Tomondo. Sasa niseme mimi mwenyewe binafsi na kwa niaba ya wakazi wa maeneo haya, ili bwawa la Ziwa Maboga linatuathiri katika mambo makuu 4. Athari ya kwanza, inasababisha vifo. Ili bwawa, yaani ikinyesha mvua ya masika huli, basi uondokewa na wapenzi wetu, ikuwa watoto hata watu wazima, wakivua kambare na perege hapo, inasababisha vifo. Swala la pili, linaathiri mambo ya uchumi. Mimi nazungumza, mimi ni mjasiriamali. Nilikuwa nafuga kuku hapa, broiler na layers, kuku wa mayai na wanyama. Kutokana na athari ya bwawa hili, kuku 600 wameondoka na mpaka leo sifugi tena. Na hayo unaona mabanda nyuma huko ndio nilikuwa mwenyewe nawekeza katika kufanya mradi wao ufugaji. Lakini imeshindikana kutokana na athari hiyo. Athari nyingine inasababisha mambo ya miundombinu, uharibifu wa miundombinu na majengo kuharibika. Miundombinu kama unavyoona barabara hii hapa, shida, mashimo nini, na nyumba kreki au kubomoka kabisa, nyumba zinabomoka. Changamoto nyingine au athari nyingine, maradhi. Kutokana na hili Ziwa Maboga tunapata maradhi ya mlipuko, ikiwemo kuharisha damu, kipindupindu na malaria. Hapo ndio imekuwa keri hasa kwa sababu mbu wa malaria hapo ndio wachezi mbali. Naona? Kwa hiyo utakuta sisi wananchi tunaathirika. Hapa leo nyumba hii hapa, milango hapa, siwezi kukodisha, mambo ya kiuchumi, siwezi kukodisha ngapata pesa. Ziwa Maboga atakataka kuuza hapa, basi labda mgeye mtu tu aondoke, maana hata nunua bei anataka mwenyewe. Kwa hiyo mambo ya kiuchumi tuko nyuma. Mimi siku moja alikuja ZDBC pale kwenye Mwembe pale, nikamwambia kutokana na hali hii ya kutoa mahoni, halafu yakawa na disappear wewe, hatujulikani kitachofanyika, wananchi shashoka, ndio kukimbiwa. Kuna siku alienda Mshaishelini kule, nusu apigwe mawe, lakini tena maiki watu wasitaki, wanazikimbia. Na ndio hata hapo shirikiano mdogo, sababu watu washachoka, wameshachoka. Sasa mimi wito wangu kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais ana nia njema sana na wananchi wake, na ni mtu ambaye msikivu na akiahidi anatekeleza. Sasa mimi nimuulize tu, kakwama wapi? Hili limekwama wapi? Kwa sababu miradi mingi ya maendeleo ambayo iko nyuma ya mradi huu na una pesa nyingi zaidi. Flyover inajengwa, masoko ya Mwanakwerekwe yale pale yamevunjwa na kujengwa hapo Mombasa. Sasa mradi huu kwa nini unakuwa unagatigati, maana yake unasuasua? Tatizo liko wapi? Mheshimiwa Rais, kama unanisikia, wananchi wako wa Tomondo, Ziwa Maboga, wa shia 4 hizi nilizozitaja, hii hali ishatuchosha. Tunaishi kama vile sijui wakimbizi niseme au vipi. Tunaona kama sisi tumetengwa katika jamii, kwa sababu miradi mingine inafanywa huko, barabara zani zinatengenezwa, lakini hapa simuoni mheshimiwa mbunge, simuoni mwakilishi wala diwani, na kuna mfuko wa jimbo. Barabara hii hapa angalau kifusi, kwa kipindi cha kampeni watakuja. Kuna mheshimiwa mbunge mmoja miaka ya nyuma huko alikuja kipindi cha mheshimiwa ndugu yake Radha alikuja hapo, akasema baba mimi kuchimbini visima hapa, chukua mimi namba zake ngazichukua. Mheshimiwa wewe, visima vipi mpaka afa sijui na uongozi wenyewe tena umekwisha, miaka 10 ishaondoka. Sasa hizi propaganda hizi wananchi wamechoshwa. Na niwaambie viongozi waliokupitia CCM, wananchi bisi sema kwa nia mbaya, mimi mwenyewe mwanachama na kadi nayo, lakini nasema ukweli. Sasa kuna viongozi wakishapewa madaraka wanajisahau kutekeleza majukumu yao ya kazi, kwa kubebwa na chama au wanabebwa na Mheshimiwa Rais. Sasa mimi niseme kuwa hii hali itafika wakati mtu atachoka, atasema bwana mimi namtazama mtu, sitazami chama. Vipi? Sitazami chama, natazama mtu. Na ile kutoka Tanzania bara kule, Hawa Hasi alikuwa mbunge wa
siji jimbo la Mtama kule, sisi nimesahau. Yule alikuwa CCM mbunge na ndo alikuwa mbunge na alikuwa waziri baadaye. Hawa Ghasia. Haya kabweteka. Mwisho wa siku uchaguzi wakamchagua mtu akafu kule. Sasa huyu ndo anatufaa na kweli aliwatia maendeleo. Sasa Shaibu nani si kule Lindi kule. Sasa hili nazungumza hivi kuwa wananchi au wa viongozi wanapochaguliwa au wanapoteuliwa, maana kuna viongozi wa kuteuliwa na kuchaguliwa, basi watekeleze majukumu yao. Hapa haiwezekani barabara iwe hivi, mheshimiwa mbunge yupo na mheshimiwa diwani yupo. Naona bwana, mheshimiwa mwakilishi mwezi wa 6 ndo nakwambia, kutokana tushakuwa imani shatutoka katika vyo vyetu, kwa sababu maswahaba ndo viongozi walikuwa wa imani, na ikafika muda wanamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo nusura itakuja lini? Kwa sababu subira na kikomo. Hata mwimbaji yule nani mtumwa ngwali sijui, yeye analalamika, anaimba kwa hisia mapenzi tu, hasubiri mpaka lini? Wewe bwana anamwahidi atamuoa, lakini ndo amuoe, anamwambia hii subira mpaka lini, subiri mpaka lini? Hata mabingwa wa mapenzi wamechoka, hawawezi kustahimili hivyo. Sasa kwa sisi maisha haya ndo maisha. Huyu analalamika mapenzi, sisi tunalalamika, ndo maisha haya, kwa sababu subira ina kikomo. Staajabika siku ya leo ndivyo ambavyo inavyofikia tamati kutokea hapa. Kama walivyozungumza wenyewe, hii sio ziwa Victoria wala ziwa Tanganyika, bali ni ziwa Maboga. Wakati wa jua hapa panakuwa pakavu kabisa kama ilivyoelezwa, lakini ikinyesha mvua tu hali halisi ndio kama hiyo. Kwa hiyo staajabika leo tumestaajabu kwa namna ya hali ilivyokuwa hapa eneo la Tomondo, ambapo hapa niliposimama kuna barabara ambayo inapita kutokea huku na kuelekea huku, lakini kwa sasa hapa pitiki. Yamezungumzwa kuyazungumzwa, kilio chao wamekizungumza kwa namna jinsi wanavyohitajia, basi muhimu zaidi kuweza kufanyiwa kazi. Na wamesema kwamba kamera au kuhojiwa, wamekuwa ni wenye kuhojiwa mara kwa mara, basi ifikie wakati ya kwamba yatosha. Hii ni staajabika, lakini staajabika ya leo tumestaajabu kutokea hapa. Kwa niaba ya crew nzima ya Zinjibar TV, mkurugenzi wetu gwiji nguli mwamba Profesa Alhaji Sheikh Salum Mardia, DOP Director of Photography Kahale, na wewe mtazamaji wetu tunakushukuru sana. Lakini sambamba kabisa tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wakaazi wa hapa eneo la Ziwa Maboga. Mimi ni Watamaman, wassalamu alaikum wabillahi tawfiq wa tamaman wa ila liqa wa jazakumullah khair. Shukran wa mahajurin, ahsantum.